Francis Atwoli. Francis Atwoli tunakubaliana naye anaweza toa hiyo 1 billion kwa siku, kwa maana na ile kazi anafanya iko na pesa, lakini hazituliingia sababu yako na pesa. Pesa ni yake na hiyo pesa sio yake, bado anabola tu watu. Kwa maana akienda pale kutangaza mshahara wa watu, kuna kitu anatangazanga na kwanga ashaona kando, na bado watu siongeze pesa mingi. Kwa mtu badala ya kutusaidia yeye ni kuingia kwa siasa. Hata hapa ilikuwa anaongelea siasa, anabaki anasaidia wanafanya kazi, sio kushinda akisema ati anaweza toa 1 billion. Sasa anaambia na anaweza toa 1 billion, hiyo si kujikamba kwa kifua? Hiyo ni yake 1 billion, akae nayo. Sio lazima ape Sifuna pesa ndio Sifuna akuwe kiongozi, anaweza pewa na wengine. Kwa hivyo saa ingine tuangalie mtu akiongea asiongee kama anajisifu ako na pesa. Kila mtu anaweza kuwa na pesa. Hiyo pesa ako nayo sio yake, hata ni ya wizi. Sasa kuna mahali alitoa pesa hizo kwa kuibia sisi. Sasa tuibia, kwa maana yeye akienda pale atangazie mshahara je taongezwa na bongo, wewe tangazia watu kidogo. Sababu yeye anameonwa kando. Mtu anavaa chain ya milioni 10. Huyo ni mtu ako na akili mzuri. Milioni 10. Hata sasa ukimpata ukate hiyo kichwa yake ukimbia na hiyo nini utapata pesa mzuri sana. Wewe utakuwa umeomoka. Kwa maana ni chain ya pesa mingi. Hao watu wajae kushinda wakitufala. Kwa hivyo yeye akae afanye kazi yake, aachie Sifuna kazi yake. Sio lazima aseme ati ndio Sifuna akue. Sifuna anaweza jisimamisha kivyake. Na hata kama hana pesa atachangiwa na wenye wako nazo, lakini hawatangazi. Lakini yeye haka anashinda akitangazia watu waachane naye. Tukiangalia hiyo ya mambo ya ukabila sijui ati Wanjaluo sisi waanza kutanganisha Wanjaluo na Waluya. Sasa hapo siwezi sema kama wanatenganishwa, lakini hatujui hizo nguni zilikuwa kabila gani. Kwa maana inaweza kuwa pia kulikuwa na Waluya. Waluya pia wanaweza kuwa watumwa wakapiga Mluya mwenzake. Kwa hivyo ile kitu hiko tunaweza sema Wanjaluo nyinyi pia muangalie, msitenganishwe na majirani zetu. Unajua mko karibu na wao. Unaweza ombana chumvi ama maji. Wewe ukiona mtu anakuambia kutia mwenzako, huyo mtu sio mtu mzuri. Kwa maana Sifuna ako na mbaya gani na Mjaluo? Tena pale Olengo alikuwa pale. Olengo pia ni Mjaluo. Kwa nini waende kuwachokoza? Kwanza hata hii kuwalalisi. Walikuwa wameenda church kwanza na ilikuwa anaenda kufanyiwa huko. Kumaanisha hata labda Olengo angekosa kuwa pale labda angeumiza Sifuna. Lakini Mungu ni nani alisimama na yeye. Kwa hivyo nyinyi Wanjaluo muangalie, msitumike vibaya mkosana na Waluya. Waluya sio wambaya, na ni majirani zenu. Kuna Waluya wanaitwa jina ya Kijaluo. Kwa hivyo sasa mkikombanisha na wanasiasa, hiyo haitakuwa mzuri. Nyinyi mkae venye mlikuwa mnakaa wakati baba alikuwa. Sababu mlikuwa united wakati baba alikuwa uhai. Si ati wakati alienda mnaanza kutawanyishwa na viongozi wengine. Baba ndiye alikuwa anaongea, kila mtu anasikia. Lakini sasa kuna wengine wametokea huku na huku wanataka kuunganisha watu. Hiyo msitanganyike sababu ya viongozi ambao hawana ajenda mzuri. Pia inaweza kuwa labda Olengo pia naye pia anaingiza kisiasa ndani chini ya maji, labda akipiga Waluya kupitia hiyo njia tu, lakini hamwezi jua. Hawa wanasiasa wanatuchezeanga poa. Na watu waangalie hiyo. Ile nyingine ilikuwa ya katika Kalonzo sijui Sifuna Matiang'i. Unajua sijajua anamaanisha hao watu wote wakiungana ama namna gani. Sielewa ulikuwa unamaanisha nini? Hao watu wote wakiunganishwa ama ni namna gani? Ameuliza kama kunaweza kuwa na muungano yao ama hakuna muungano. Hao watu hata kwanza kuungana sioni. Kuungana kwao itakuwa ngumu kwa maana kila mtu ako na tamaa. Wanataka pesa. Unaweza ona Matiang'i akiongea huko apewe pesa aende kipande yake. Haya, inaweza kuwa huyu mwingine Sifuna pia anaweza, lakini Sifuna sioni kama anaweza itwa. Lakini Kalonzo wetu pia simwaminiki sana. Kwa maana saa zingine pia utuchezea. Na siasa pia itakangi muoga. Saa zingine anakuwa muoga anaongea kizungu mingi. Na siasa haitaki kizungu mingi. Hii inataka kuwa mwanaume. Inafaa hata siku moja awe ni maandamano vile baba alikuwa anaamua. Lakini siaiona hata mimi ile kitu ilikuwa inaniudhi. Hii maandamano yote imepita ya sisi nini? Huko Kalonzo mahali ametoka huko. Chaikuru sijui Kitui wapi. Huko hakuna maandamano ilikuwa inaendelea. Lakini maandamano pale Machakos Makueni ilikuwa inaendelea kama kawa. Kalonzo watu wao ni kusema tutaandamana tukule nini? Kwani wale walikuwa wanaandamana wanakulanga nini?
Si hata wao watu huko kwao pia waandamani. Inafaa tuanze na huko kwa akaunti yake tuone pia yeye watu wake pia wanampigania. Kama watu huko kwake wampiganii, sisi watu wa Makueni na Machakos tunampigania nini? Kalonzo pia inafaa ajitokeze aongee kama mwanaume, sio kushinda akitupigia siasa ya hapa Mavoko hapa, sio kutembea hapa Mavoko na hapa Machakos na akienda sana ni hapa Kidimani mahali amejenga jela hapa. Atokeleze kila mahali, atembee kama baba. Hata yeye apigwe mawe na tiangas ndio tujue yeye ni mwanaume. Aje kushinda akitembea tu mahali pamoja. Ndio tuweze kujua anaweza chukua hii kiti. Unajua hii kiti itaki muoga. Chukua muoga huwezi chukua. Sababu Ruto anakuanga ashakupangia kitambo. Kitambo wewe upange hii na yeye ashapanga yake. Sasa yeye ashawapangia 2027. Mkisema tunatosha. Mtakuja muamuke mpate imeenda. Hayo tu. Asante.